Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Tunakukaribisha kwa idhaa mpya kabisa na idhaa yako. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo maalum ambayo yanaangazia matukio muhimu barani na yanayotuhusu sisi raia na wakazi wa bara hili. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknohama na michezo pamoja na mazingira. Lakini muhimu zaidi ni kwamba huu ni ukumbi wako ambapo sauti yako kama Mwafrika inasikika, inaheshimiwa na kupewa nafasi. Jina langu ni Anna Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu msikilizaji, tuandamani. Hebu sasa nikupe kionjo cha yale tumekuandalia. Hali ya taharuki imeendelea kushuhudiwa katika maeneo mengi nchini Tanzania wakati nchi hiyo ikianza zoezi la uchaguzi mkuu wa kuwachagua rais, wabunge na madiwani. Haya yanafanyika wakati huduma za internet au mtandao zilikatwa, swala ambalo limepata vurumai nchini humo. Basi lakini kwanza tupate muktasari wa matukio mengine barani na mwenzangu Ramadhan Kibuga. Polisi wamewatawanya raia walioandamana kupinga uchaguzi nchini Tanzania. Watu kadhaa wamejeruhiwa kwenye makabiliano hayo kati ya polisi na raia. Upinzani uliwaomba Watanzania kuhususia uchaguzi mkuu wa leo Jumatano na badala yake kuandamana kupinga ukandamizaji na kushinikiza mageuzi. Shughuli ya kupiga kura ya urais, wabunge na madiwani hata hivyo imeendelea Tanzania, japo kumeshuhudiwa uchache mkubwa wa wapiga kura. Rais wa sasa Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kushinda kura ya leo kwa sababu hana ushindani wowote. Vyama vikuu vya upinzani Chadema na ACT Wazalendo vimezuia kupiga kura. Baadhi ya viongozi wa upinzani wamesalia korokoroni. Kisiwani Zanzibar, kura zimeendelea kupigwa katika visiwa vyote vya Unguja na Pemba. Chama tawala Tanzania CCM kimesalia madarakani tangu mwaka 1977. Shirika la haki za binadamu la Amnesty International limelalamikia serikali ya Tanzania kwa kukandamiza upinzani, lakini vile uhuru wa kujieleza na kukiuka haki za binadamu. Mamlaka za Tanzania hata hivyo zimekanusha madai hayo. Waziri wa usalama wa ndani nchini Kamerun Paul Atanganji ametangaza kiongozi wa upinzani Issa Chiroma Bakari atashtakiwa kwa makosa ya kuchochea ghasia nchini humo. Kumekuwa na maandamano ya wafuasi wa upinzani kupinga matokeo ya uchaguzi mkuu ambao Rais Paul Biya ametangazwa mshindi. Watu 4 waliuawa kwenye makabiliano kati ya polisi na wafuasi wa upinzani kwenye maandamano yaliyofanyika kwenye miji mikuu nchini Kamerun. Chiroma amesisitiza kushinda kura hiyo, lakini chama tawala cha Biya kimepuuzilia madai ya wizi na udanganyifu wa kura. Umoja wa Mataifa, Muungano wa Afrika, Jumuiya ya Ulaya zimeomba kuwepo na utulivu nchini Kamerun. Utawala wa kijeshi kisiwani Madagascar umeteua baraza la mawaziri, wengi wakiwa ni raia, pamoja na mawaziri waliomkosoa Rais Andry Rajoelina aliyeondolewa madarakani. Uteuzi wa baraza la mawaziri ni hatua mpya katika kufanikisha utawala wa sasa na wa mpito kabla ya kufanyika kura baada ya miaka miwili. Jeshi la Madagascar lilitoa uongozi kufuatia maandamano ya vijana waliolalamikia utawala wa Bwana Rajoelina ambaye ametoroka nchi na kufutiwa uraia wa kisiwa hicho. Mwandishi mashuhuri na mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel nchini Nigeria, Wole Soyinka, amewekewa marufuku kuingia Marekani na dola hilo kubwa. Bwana Soyinka amesema aliomba kuwasilisha pasipoti yake kwa ubalozi wa Marekani ambapo visa yake ilifutwa. Aliwahi kupata hifadhi Marekani kwa miaka mingi kabla ya kuachia uwenyeji huo wa green card. Alionekana kurarua kibali cha kuingia Marekani mwaka 2016 punde Marekani ilipomchagua Rais Donald Trump kwa muhula wa kwanza. Wole Soyinka amekuwa mkosoaji mkubwa wa Rais Trump ambapo amekosoa sera za uhamiaji za kiongozi huyo wa Marekani. Wadadisi wa kisiasa wanasema marufuku ya sasa inafuatia kauli aliyoitoa Soyinka hivi karibuni ambapo alimfananisha Trump na aliyekuwa kiongozi wa kimla nchini Uganda, Idi Amin. Marekani imetangaza sera mpya ya uhamiaji na kuwekea vikwazo baadhi ya nchi za Afrika ikiwemo Nigeria, Cameroon, Ethiopia, Ghana pamoja na mataifa ya Maghrib kaskazini mwa Afrika.
Wakati huo raia wote wa Marekani waliomo Mali wameamrishwa kuondoka nchini humo kutokana na msukosuko wa kiusalama. Mali imeshuhudia uhaba mkubwa wa mafuta ya petroli na gesi baada ya bidhaa hiyo kuzuia kuingia mji mkuu. Wapiganaji wa kundi la Al-Qaeda Jamaat al-Nusra al-Islam wal-Muslimin wamefunga barabara zinazotumiwa kusafirisha mafuta na bidhaa muhimu kuingia mji mkuu wa Bamako. Kufuatia taharuki ya sasa, shule na vyuo nchini Mali zimefungwa, huku bidhaa muhimu zikianza kukosekana. Waasi hao wamekuwa wakikabiliana na jeshi la taifa maeneo ya kaskazini, na hatua ya sasa inalenga kuyumbisha uchumi wa taifa hilo la Afrika ya Magharibi. Shukran sana Kibuga, na moja kwa moja hali ya taharuki imeendelea kushuhudiwa katika maeneo mengi nchini Tanzania wakati nchi hiyo ikianza zoezi la uchaguzi wa rais, wabunge na madiwani. Katika jiji kuu la biashara la Dar es Salaam, maandamano ya vijana yameshuhudiwa huku polisi wakipiga mabomu ya kutoa machozi, kama anavyoripoti mwandishi George Njogopa akiwa Dar es Salaam wakati wa maandamano hayo. Hapa ni siku ya upigaji kura, lakini hali sio shwari katika maeneo hapa Dar es Salaam. Niko karibu kabisa na kituo cha kupigia kura eneo la Mwenge, ambako milango imefungwa na risasi zinarindima na baadhi ya vijana wamejikusanya. Vipi hali hapa Dar es Salaam? Salama ni mbaya sana George, ni mbaya sana kwa sababu kama unavyosikia tuko kwenye taharuki kubwa sana, vituo vimefungwa. Kuna watu ambao hawawezi, wanapita wanasema kwamba wao wanaenda kutekeleza vituo. Hatuko salama kiukweli, hatuko salama George, hatuko salama. Na mkazi mwingine hapa, vipi umepiga kura yako leo? Hapana. Ndio nafika maeneo ya kupigia kura, naona hali si shwari. Ndio maana tumejikusanya hapa tunasikilizia nini kinaendelea mpaka sasa. Hatujui nini tunafanya. Hii hali ushakushuhudia katika maisha yako? Kwa umri wangu mimi sijakushuhudia. Bado ndo naanza kuiona leo. Na bado watu wako katika hali ya taharuki wanakimbia huko na kule. Vipi ushapiga kura leo? Hapana, nilikuwa ndani kutokana na hali haikuwa shwari. Umesikia nini kwa siku leo? Nipo nyumbani kwangu, lakini naona hali si shwari sababu nipo karibu na kituo cha kupiga kura hapa. Nasikia mabomu kwa mbali na taharuki zisizoeleweka. Kwani umehisi nini? Nimehisi ni wananchi ambao wanaandamana. Na umedokezwa maandamano kwa nini? Sijapata kufahamu, maana nilikuwa kwa ndani. Naam, ndio hivyo hali ilivyo katika eneo hili, ambako baadhi ya watu wamesimama katika hali ya kushangaa kwa sababu hata vituo vyenyewe vya kupigia kura vishafungwa, na wasimamizi katika eneo hili naambiwa wamefungasha vilago, wengine wamebadilisha mavazi kwa sababu walivaa nguo rasmi zile zinazotambulisha kutoka Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Kutokana na hali ilivyo, wamelazimika wengine kubadilisha mavazi na kupata hifadhi katika maeneo jirani, na kituo kwa sasa kishafungwa, na muda huo ulikuwa bado watu wajitokeza kupiga kura. Wewe ushapiga kura yako? Mimi ndo nilikuwa najiandaa kwenda kupiga kura, lakini kulingana na hali halisi niliyoiona nimekuwa nimetaharuki. Kwa kweli nimekuwa muoga kwa sababu sijawahi kusikia hivi tangu tupate uhuru. Ndio jambo ambalo nimeliona, na kwa sasa sitaenda pia. Na unakaa mbali kidogo na maeneo haya? Ni maeneo jirani, lakini naogopa kutoka nilipo kwa sababu naona kama ni hali ya hatari. Tanzania imezuia upatikanaji wa interneti kote nchini humo Jumatano wakati wananchi wakipiga kura katika uchaguzi mkuu, hatua iliyoathiri data za simu na mitandao ya kijamii katika mitandao mikuu. Takwimu za moja kwa moja kutoka kwa shirika la uchunguzi wa mitandao NetBlock zinaonyesha kushuka kwa kasi kwa muunganisho wa internet kitaifa kuanzia asubuhi, ishara ya kuwepo kwa mpango wa pamoja wa kuzuia upatikanaji. Usumbufu huo ulianza wakati vituo vya kupigia kura vilipofunguliwa na ukaathiri huduma za simu na laini za nyumbani. Mamlaka za Tanzania bado hazijatoa tamko kuhusu usumbufu huo. Mamlaka ya mawasiliano Tanzania na kampuni kuu za mawasiliano pia hazijatoa majibu hadharani. Hatua hii inaendeleza mtindo wa vizuizi vya kidijitali vinavyoshuhudiwa kila mara Tanzania inapokaribia matukio makubwa ya kisiasa. Bila shaka mpenzi msikilizaji, tutaendelea kufuatilia kwa karibu kuhusiana ni hali gani Tanzania imezuia upatikanaji wa internet, na bila shaka ni nini ambacho kinafanyika na wananchi nchini humo wanasema nini kuhusiana na internet kuzimwa.
Na ikiwa unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Huu ni ukumbi mpya kabisa kujadili na kubadilishana masuala na taarifa muhimu kuhusu bara hili. Jiunge nasi msikilizaji kwenye mitandao ya Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika na kuwa huru kuchangia kwenye makala haya. Jina langu ni Anne Ngugi na bila shaka leo tupo nchini Tanzania ambapo mchakato wa uchaguzi mkuu umekumbwa na taharuki na patashika wakati wa uchaguzi huo. Je, kuna nini? Tutakuwa tunakueleza zaidi katika matangazo yetu jioni hii. Na vile vile naona pia wengi mmejiunga nasi na tunatoa shukrani sana kwa kutufuatilia. Kumbuka unaweza kutupata kwenye mitandao ya kijamii, tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Bila shaka tunatoa fursa kwako kuweza kutoa maoni yako kuhusiana na hata taarifa yetu kuu, uchaguzi nchini Tanzania na patashika ambayo imeripotiwa katika maeneo kadhaa kuhusiana na uchaguzi. Na uchaguzi wa Tanzania mwaka huu umetoa taswira mpya kabisa ya taifa hilo la Afrika Mashariki. Moja kati ya mambo ambayo yamekuwa ni tofauti ni kwamba kwa mara ya kwanza kumekuwa na patashika na taharuki wakati wa uchaguzi, na hii inatokana na kwamba upinzani nchini humo haukuweza kushiriki zoezi hili muhimu katika historia ya nchi hii. Pia ni mara ya kwanza Afrika Mashariki ambapo kutakuwa na kiongozi wa kike aliyechaguliwa kupitia kura kutawala taifa hilo. Samia Suluhu Hassan, rais wa sasa wa Tanzania, hakukabiliwa na upinzani mkali na alitarajiwa kushinda kwa urahisi kura ya leo. Hata hivyo, licha ya hatua hizo, mashirika ya kibinadamu yamekuwa ikikosoa utawala wa Bi Suluhu Hassan kwa kuvikandamiza vyama vya upinzani na vile vile masuala ya mawasiliano, hasa kuhusu vyombo vya habari. Vyama vikuu vya upinzani Tanzania, Chadema na ACT Wazalendo, vimezuia kushiriki kura ya uchaguzi. Aidha, viongozi wa Chadema kama vile Tundu Lissu na John Heche wamesalia kizuizini kwa makosa ya uhaini na kuchochea vurugu. Wanahabari wamebanwa na mashirika pia ya habari ya kimataifa yamekuwa yakinyimwa vibali kufuatilia uchaguzi nchini Tanzania. Na nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Tanzania, Bwana Gwandumi Gwapo Mwakatobe, kuhusu mustakabali wa Tanzania na uongozi ujao nchini humo. Hebu tusikilize. Kinachoitwa uchaguzi wa mwaka huu Oktoba 29, 2025. Nasema kinachoitwa uchaguzi kwa sababu sio wote tunaoamini kwamba ni uchaguzi unafanyika. Kwa sisi wachambuzi na ambao tunafuatilia mambo ya kisiasa pamoja na chaguzi mbalimbali duniani, uchaguzi sio siku ya kupiga kura. Uchaguzi ni mchakato kuelekea kilele cha huo mchakato kinachoitwa kupiga kura. Uchaguzi unaanza na uandikishaji. Uchaguzi unakwenda na kampeni kwa ushiriki wa wote wanaohusika na huo uchaguzi katika nchi husika. Wakiwepo wanaotengwa, wakiwepo wanaofungwa, wakiwepo wanaozuiwa. Huo unakuwa sio uchaguzi. Uchaguzi kama nilivyosema sio kupiga kura tu. Ni mchakato mzima kuanzia kujiandikisha, kwa watu wote kushiriki kwenye kampeni, watu wote kuwa na haki ya kuchagua au kuchaguliwa. Lakini hapa Tanzania sio kinachoendelea. Tunachoshuhudia, kuna vyama vimefungiwa kufanya siasa. Kuna viongozi wa vyama vya upinzani wengine wako ndani. Kuna wengine hata kwa kutoa maoni tu, kule kutoa maoni kuhusiana na uchaguzi, wametekwa, wameuawa. Sasa hapo huwezi kusema uchaguzi huu ni huru. Mahali ambapo pana uhuru wa kutoa maoni, mahali ambapo kila mtu ana haki ya kuchagua na kuchaguliwa, kila mtu ana fursa ya kufanya siasa sawa sawa na mtu mwingine, huo ndio unaoitwa uchaguzi kwa ujumla. Sio siku ya kupiga kura kwamba ndio uchaguzi unafanyika. Hapana, uchaguzi unaanza na mchakato mkubwa. Hayo Tanzania hajafanyika. Kwa hiyo kwa kusema namna hiyo hatuna uchaguzi. Unashikwa na chama kimoja na ni katiba hiyo hiyo ndio inayotumika. Kwa tunahitaji kupata katiba kwanza ndio tuingie kwenye uchaguzi. Kama nilivyosema, uchaguzi ni mchakato, ikiwa pamoja na sheria kubadilishwa, ikiwa pamoja na katiba kubadilishwa ili iendane na mfumo wa vyama vingi. Sio kwamba tuwe na vyama vingi ndani ya mfumo
wa chama kimoja. Ndio kilio kikubwa ambacho wapinzani wamekuwa kilia. Kwa hakujafanyika mabadiliko yoyote. Na ndio maana imekuwa rahisi hata leo kuwa na farasi mmoja tu katika mbio. Sasa mbio zisipokuwa na mshindani au mmoja akiwa na nguvu kuzidi wengine ambao anaweza kawasukuma, hakuna ushindani hapo. Sasa sana wewe ane Ngugi uambie kwamba upigane na Tyson. Sijui kama Tyson bara atasema kwa kweli kuna ushindani. Hakuna ushindani. Kwa amebaki mmoja. Wale wote wenye nguvu wamewekwa ndani. Wale wote wanaweza kufanya siasa za ushindani wamefungiwa kufanya hizo siasa. Lakini pia niseme tu kwamba kwa hiyo siku ya ambayo tunasema ya uchaguzi, kusema kweli uchaguzi uliisha ndani ya Chama cha Mapinduzi walipokuwa na chaguana kufanya kura za maoni ili wapate mgombea udiwani, wapate mgombea ubunge, wapate mgombea urais. Pale ndio uchaguzi ulishaisha ndani ya chama. Huu mwingine hakuna ambao hauhusishi wengi, hatuwezi kusema ni uchaguzi au unahusisha walio dhaifu. Kwa hiyo wana CCM hawaendi kupiga kura wala hawaendi kuchagua, kwa sababu unapochagua kiwepo kingine multiple choice, kuwepo wengine wa kuwachagua, ndio nasema nachagua. Kama ni mmoja, huo sio uchaguzi. Kwa hiyo wana CCM hawaendi kuchagua wala hawaendi kupiga kura. Wao wanasema tunachukua, wanaenda kuchukua vyeo, kuchukua udiwani, kuchukua ubunge, kuchukua uraisi. Ni kuchukua tu. Na huwa wanawimba hata wimbo wanasema tunachukua, tunaweka hawasemi tunapiga kura. Hawasemi tunachagua, kwa sababu unachagua kati ya nani? Sababu there must be options. Kuwepo mbadala ndio unachagua. Lakini kama hakuna mbadala, kuna kitu kimoja, hapana swala la kuchagua. Wanaenda kuchukua vyeo kesho. Lakini nimezungumzia swala la ushindani. Kwa kweli ilikuwa ni fursa adimu, fursa nzuri kuonyesha kwamba wanawake wanaweza. Samia angeweza kuandika historia kwamba aliangusha wanaume, miamba aliangusha. Na mimi naamini wanawake wapo wenye uwezo kuzidi hata wanaume. Lakini sasa historia itamwandika vibaya. Itasema kwamba alifunga wengine wote wale wenye uwezo. Alifungia vyama. Wengine walitekwa. Alafu sasa akajitangaza kwamba ni mshindi. Unashindanaje wakati wenzako wamefunga mikono? Niambia mkapigane ngumi, lakini wewe umefungwa mikono. Huwezi kusema kwamba unashindana. Kwa kweli atajijengea rais wetu sifa mbaya kwa wanawake, kwamba kama vile wanawake hawawezi kushindana na wanaume, wakati uwezo wa kushindana hauangalii kwamba huyu ana matiti au ana ndevu. Unaangalia fikra ulizo nazo, ueledi ulionao, uwezo ulionao, utaalamu ulionao, maono ulionayo, ambayo wanawake wengi mimi naamini wanayo, wapo. Hawahitaji kubebwa kwa kuwafunga wanaume ndani waende huku kule. Kama nilivyosema, hazieni kupigana, uendi kupigana na ndevu, wala huwezi kupigana na viungo vya kike kama matiti. Unaenda kupigana na akili zako na maono yako na sera zako zilizo nzuri. Ndizo tunakuchagua. Hatukuchagui kwa sababu ni mwanamke, wala hatukukatai kwa sababu ni mwanaume. Hatukuchagui kwa sababu ni mwanaume, hatuwezi kukukataa kwa sababu ni mwanaume. Tutakuchagua kwa sababu ya uwezo ulionao na fikra ulizonazo zinazowagusa watu wengi. Sio ubaki peke yako wafungie wengine alafu umesema umeshinda. Umeshinda ulikuwa unashindana na nani? Wengine wote hawa wanakusindikiza. Kwa hiyo naweza kusema kwa ufupi ndio hali ambayo inatokea sasa Tanzania. Kwa kweli hatukutarajia kwamba mwanamke ambaye anatakiwa jenge historia, lakini sasa ameshindwa kuitumia hii fursa. Amefanya ukandamizaji, amefanya kuwazuia wengine, wakati aliingia vizuri kwamba anaingia na ustahimilivu, anaingia na maridhiano, analeta mabadiliko na kujenga umoja wa kitaifa. Amekwama kufanya hilo. Afadhali wengine wanasema afadhali hata Magufuli na ukali aliokuwa nalo, lakini akina Lissu walifanya kampeni ya 2020, angalau waliwaachia kampeni. Tulitegemea mama alivyoanza vizuri angemaliza vizuri zaidi, sio unaanza vizuri alafu namalizia vibaya.
Wakati nchi ya Tanzania ikikumbwa na vurugu wakati wa michakato ya kupiga kura au matokeo ya uchaguzi vikiendelea kuwa sehemu ya maisha, hususan katika nchi nyingi tu na bali sio Tanzania pekee, maswali mengi yanazidi kuulizwa kuhusiana na Waafrika na jinsi ambavyo viongozi wao wanayetaka kumchagua kupitia sanduku la kura, au ni nini ambacho kinafanyika wakati wa uchaguzi. Tahariri ya Silvanus Karemera kuhusu mustakabali na elimu ya urais kwa Waafrika walio wengi. Zaidi ya mataifa 10 Afrika yameshiriki uchaguzi mkuu mwaka huu. Lakini ni nini haswa ambacho husisimua wapiga kura Afrika wanapofika kwenye debe, licha ya dosari nyingi kuripotiwa katika nchi hizo? Hebu tega sikio kusikiliza. Nchini Tanzania, wananchi mapema leo waliteremka vituoni kwa ajili ya kupiga kura katika uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani. Ni katika uchaguzi ambao katika jicho la kawaida unaweza kudhani umekidhi viwango vyote vya maandalizi na mchakato mzima wa kufanya uchaguzi wa haki na kweli kidemokrasia, kwa sababu jumla ya wagombea 17 katika mbio za urais wameshiriki, akiwemo Samia Suluhu Hassan ambaye anatetea kiti chake cha urais. Lakini chini ya muonekano huo yapo malalamiko na vilio ambavyo vimekuwa vikisikika chini kwa chini kuhusu mazingira halisi ya jinsi kampeni na zoezi zima la kupiga kura vimekuwa vikiendeshwa kwa ujumla wake. Hata hivyo, katika hali kama hiyo bado kuna swali tete ambalo hadi sasa kupata jawabu lake ni mtihani mzito. Je, wapiga kura katika nchi za Kiafrika wanaelewa hasa umuhimu na maana ya kura wanayopiga? Uchaguzi kwa kawaida ni hitimisho la mamlaka ya kikatiba ambayo mwananchi anapewa na katiba ya nchi yake, na kushiriki kutoa dhamana kwa viongozi ambao hatimaye watakamilisha ndoto zake za kufikia maendeleo endelevu kupitia sera na mikakati kwa wananchi. Kwa hiyo basi, uchaguzi maana yake kamili ni chombo ambacho wananchi kwa hiari bila shuruti wanakitumia kuweza kuchuja na kupata viongozi ambao watawatumikia wananchi kwa maslahi mapana ya mataifa yao. Kupitia chombo hiki, wananchi ambao ndio waajiri wakuu wa viongozi wanaopewa dhamana wanaweza kuweka ukomo kwa viongozi hao ambao wajibikaji wao unaonekana kuwa kwenye kiwango cha chini. Hata hivyo, katika mazingira ambayo dola linashikilia mihimili yote ya kisiasa, si kwa maandishi na sheria tu, lakini pia kupitia ushawishi wa kimkakati na vitisho kwa ajili ya kuhodhi madaraka, demokrasia ambayo ni utawala wa wengi kwa ajili ya wengi inaingia rehani. Afrika ni bara kubwa ambalo zaidi ya 60% ya wakazi wake ni vijana chini ya miaka 35. Katika sehemu nyingi za bara hilo, mathalani katika nchi kama Cameroon, Equatorial Guinea, Malawi, Ivory Coast, Uganda na baadhi ya nchi nyingine, viongozi wake wana umri wakati ya miaka 80 na zaidi ya 90, wengi wao waikaa madarakani zaidi ya miongo minne. Kwa umri huu na katika dunia ambayo kwa sasa inatawaliwa na kizazi cha teknolojia ya akili mnemba na matumizi mengine katika dunia ya utandawazi, maswali ni mengi ikiwa Afrika imo katika mfumo wa uongozi wa jana, leo au kesho. Bila shaka hakuna kigumizi kusema kuwa wakati dunia ikiwa kwenye kasi kubwa, baadhi ya nchi za Kiafrika zipo katika mfumo wa dunia ya jana. Swali linaendelea kuwa lile lile, ni kwa namna gani jana na leo zitaungana kwa ajili ya kuipata Afrika yenye ushindani katika medali za kimataifa. Kwa Tanzania, ambao wananchi wake sasa wanaingia katika awamu ya kusubiri matokeo ya kura iliyopigwa leo tarehe 29 Oktoba mwaka 2025, tatizo lipo pale pale. Wananchi wamepiga kura kwa ajili ya mabadiliko au ni ratiba ya kila miaka mitano mithili ya Mkristo kuhudhuria misa ya Jumapili, katika mazingira ambayo baadhi ya vijana wamejimwaga mabarabarani kutoa hisia zao, wapinzani wakuu kuendelea kuzuiliwa na muundo wa tume huru ya uchaguzi kuendelea kuwa chini ya mamlaka ya rais, huku vyombo vya habari vikidaiwa kunyimwa wigo mpana wa kufanya mambo yao. Ni dhahiri kwamba ile dhana ya maendeleo endelevu kwa kutumia damu mpya hasa za vijana ikasalia ndoto isiyotimilika. Pia katika mazingira ambayo viongozi wanazeekea madarakani kwa miaka nenda miaka rudi, na katika bara ambalo wakazi wake sasa ni vijana chipukizi, inakuwaje basi vijana hao waweze kupiga kura ya kuwafanya wakongwe hao kusalia madarakani katika maisha yao yote? Je, vijana wa Kiafrika au wananchi kwa ujumla wanatambua hasa ni nini wanakihitaji wanapokwenda kupiga kura hiyo? Rais Teodoro Obiang Nguema Mbasogo wa Equatorial Guinea aliingia madarakani mwaka 1979. Hadi sasa anaendelea kupiga kura na kuiongoza nchi hiyo. Kule Cameroon, Rais Paul Biya mwenye umri wa miaka 92, ni jana tu tume ya taifa ya uchaguzi nchini humo imemtangaza mshindi wa muhula wa 8, ambapo wanatazamiwa kusalia madarakani kwa muhula mwingine wa miaka 7. Lakini tofauti hii ya watu kuendelea kupiga kura kwa viongozi ambao hadi sasa wangeshastaafu miaka mingi iliyopita, pamoja na vitendo vya ukandamizaji, inaendelea kuzua maswali mengi ikiwa kweli wananchi wa Kiafrika wanauelewa mpana kuhusu matumizi ya haki yao ya kuwawajibisha viongozi kupitia sanduku la kura. Hata hivyo,
kwa baadhi ya viongozi wa Kiafrika, hasa wanaotumia nguvu na hila kusalia au kunyakua madaraka kwa nguvu, hali huenda ikawa si shwari tena kama miaka ya zamani. Mifano hivi karibuni kama vile nchini Madagascar, ambapo rais alifurushwa ikulu na kundi la vijana, au kule Nepal, bila kusahau ulimwengu wa Kiarabu, kule Misri na Tunisia zaidi ya mwongo mmoja uliopita. Viongozi wanapaswa kujua kuwa sauti ya wananchi ni kubwa zaidi kuliko mlio wa risasi. Hadi mwisho kipenga cha wengi wape kitashinda. Kabla ya kutamatisha matangazo yetu, tupate taarifa nyingine kutoka Afrika na Ramadhan Kibuga. Polisi wamewatawanya raia walioandamana kupinga uchaguzi nchini Tanzania. Watu kadhaa wamejeruhiwa kwenye makabiliano hayo kati ya polisi na raia. Upinzani uliwaomba Watanzania kuhususia uchaguzi mkuu wa leo Jumatano na badala yake kuandamana kupinga ukandamizaji na kushinikiza mageuzi. Shughuli ya kupiga kura ya urais, wa bunge na madiwani hata hivyo imeendelea Tanzania, japo kumeshuhudiwa uchache mkubwa wa wapiga kura. Rais wa sasa Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kushinda kura ya leo kwa sababu hana ushindani wowote. Vyama vikuu vya upinzani Chadema na ACT Wazalendo vimezuia kupiga kura. Baadhi ya viongozi wa upinzani wamesalia korokoroni. Kisiwani Zanzibar, kura zimeendelea kupigwa katika visiwa vyote vya Unguja na Pemba. Chama tawala Tanzania CCM kimesalia madarakani tangu mwaka 1977. Shirika la haki za binadamu la Amnesty International limelalamikia serikali ya Tanzania kwa kukandamiza upinzani, lakini vile uhuru wa kujieleza na kukiuka haki za binadamu. Mamlaka za Tanzania hata hivyo zimekanusha madai hayo. Waziri wa usalama wa ndani nchini Kamerun, Paul Atanganji, ametangaza kiongozi wa upinzani Issa Chiroma Bakari atashtakiwa kwa makosa ya kuchochea ghasia nchini humo. Kumekuwa na maandamano ya wafuasi wa upinzani kupinga matokeo ya uchaguzi mkuu ambao Rais Paul Biya ametangazwa mshindi. Watu 4 waliuawa kwenye makabiliano kati ya polisi na wafuasi wa upinzani kwenye maandamano yaliyofanyika kwenye miji mikuu nchini Kamerun. Chiroma amesisitiza kushinda kura hiyo, lakini chama tawala cha Biya kimepuuzilia madai ya wizi na udanganyifu wa kura. Umoja wa Mataifa, Muungano wa Afrika, Jumuiya ya Ulaya zimeomba kuwepo na utulivu nchini Kamerun. Utawala wa kijeshi kisiwani Madagascar umeteua baraza la mawaziri, wengi wakiwa ni raia, pamoja na mawaziri waliomkosoa Rais Andry Rajoelina aliyeondolewa madarakani. Uteuzi wa baraza la mawaziri ni hatua mpya katika kufanikisha utawala wa sasa na wa mpito kabla ya kufanyika kura baada ya miaka miwili. Jeshi la Madagascar lilitoa uongozi kufuatia maandamano ya vijana waliolalamikia utawala wa Bwana Rajoelina ambaye ametoroka nchi na kufutiwa uraia wa kisiwa hicho. Mwandishi mashuhuri na mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel nchini Nigeria, Wole Soyinka, amewekewa marufuku kuingia Marekani na dola hilo kubwa. Bwana Soyinka amesema aliomba kuwasilisha pasipoti yake kwa ubalozi wa Marekani ambapo visa yake ilifutwa. Aliwahi kupata hifadhi Marekani kwa miaka mingi kabla ya kuachia uwenyeji huo wa green card. Alionekana kurarua kibali cha kuingia Marekani mwaka 2016 punde Marekani ilipomchagua Rais Donald Trump kwa muhula wa kwanza. Wole Soyinka amekuwa mkosoaji mkubwa wa Rais Trump, ambapo amekosoa sera za uhamiaji za kiongozi huyo wa Marekani. Wadadisi wa kisiasa wanasema marufuku ya sasa inafuatia kauli aliyoitoa Soyinka hivi karibuni, ambapo alimfananisha Trump na aliyekuwa kiongozi wa kimla nchini Uganda, Idi Amin. Marekani imetangaza sera mpya ya uhamiaji na kuwekea vikwazo baadhi ya nchi za Afrika, ikiwemo Nigeria, Cameroon, Ethiopia, Ghana, pamoja na mataifa ya Maghrib kaskazini mwa Afrika. Wakati huo raia wote wa Marekani waliomo Mali wameamrishwa kuondoka nchini humo kutokana na msukosuko wa kiusalama. Mali imeshuhudia uhaba mkubwa wa mafuta ya petroli na gesi baada ya bidhaa hiyo kuzuia kuingia mji mkuu. Wapiganaji wa kundi la Al-Qaeda Jamaat al-Nusra al-Islam wal-Muslimin wamefunga barabara zinazotumiwa kusafirisha mafuta na bidhaa muhimu kuingia mji mkuu wa Bamako. Kufuatia taharuki ya sasa, shule na vyuo nchini Mali zimefungwa, huku bidhaa muhimu zikianza kukosekana. Waasi hao wamekuwa wakikabiliana na jeshi la taifa maeneo ya kaskazini, na hatua ya sasa inalenga kuyumbisha uchumi wa taifa hilo la Afrika ya Magharibi. Na bila shaka, na sasa tuangalie neno la siku, ambapo hii leo tunaangazia neno patashika. Patashika inamaanisha mvurugano, fujo, taharuki, ghasia au hali ya mzozo mkali. Kushikana mashati, kugombana, kupigana au kujibizana kwa nguvu.
Haraka, msukosuko au hali ya kutokuwa na utulivu inaweza kutokana na maneno mawili: pata na shika. Matumizi katika sentensi: hali ya taharuki wakati wa uchaguzi nchini Tanzania imeripotiwa siku kucha. Je, kunani? Mfano mwingine katika sentensi tunaweza sema patashika ilizuka baina ya wafuasi wa vyama viwili pinzani katika kituo cha kupiga kura baada ya mmoja wao kukataa matokeo. Wakati wa zoezi la kuhesabu kura kulikuwa na patashika kubwa, huku mawakala wakizozana vikali na kusababisha vitisho vya usalama. Polisi walilazimika kuingilia kati ili kutuliza patashika iliyokuwa imeibuka mitaani kutokana na matokeo ya awali ya uchaguzi. Muda mfupi kabla ya matangazo ya mshindi kutolewa, hali ya patashuka na kutokuwa na uhakika liliripotiwa katika jiji zima. Na mfano wa mwisho ambao tunaweza kutoa kuhusiana na neno hili patashika: vyombo vya habari vimeripoti visa vichache vya patashika katika maeneo yenye ushindani mkubwa, lakini kwa ujumla hali ni shwari. Na basi kabla ya kukuaga, kwa niaba ya kikosi kizima cha idhaa ya Kiswahili ya Afrika, tunakupongeza msikilizaji kwa kujiunga nasi na kuchangia kwenye Sauti ya Mwafrika. Kumbuka kwamba tupo kwenye mitandao ya Facebook, YouTube, TikTok na X. Shukran sana, ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Ann Ngugi. Kwaheri kwa sasa.